kwamba ni mkurugenzi wa dawa na tablighi wa mkoa wa Mbeya. Kwa hiyo hizi shughuli ninashirikiana nao vizuri toka maandalizi mpaka tulipofikia. Lakini pia nipenda kusema machache tu kama taarifa kwa wale ambao ndio kwanza wanafika na wengine ambao wamekuja kwa kuchelewa. Ni kwamba tupo katika ijtimai ambao ijtimai hii ni muendelezo wa ijtimai zitakazokuwa 5 zitakazofanyika maeneo tofauti. Na hii ndio ijtimai ya kwanza ambayo imehudhuriwa na kufunguliwa na shekhe wa mkoa. Sisi kama baraza ya kimkoa, miongoni mwa malengo na madhumuni ya BAKWATA ni pamoja na kuendeleza shughuli za dawa na tablighi. Na kama tunavyojua, injini ya Uislamu ni kufikisha. Huwa nawapa mfano watu kwamba ukiwa na simu 2, una iPhone ya milioni 2.5, alafu una kiswaswadu cha shilingi 25,000. Ile iPhone ikiwa haina chaja, alafu hii kiswaswadu ikawa cha shilingi 25,000 kina chaja, basi ikitokea una tatizo unataka kuwasiliana, itakayo kusaidia kufanya mawasiliano ni kile kiswaswadu na sio ile iPhone ya milioni 2.5. Hivyo wanadawa wanaweza kuwa na elimu za wastani kabisa, hawana elimu kubwa. Maadamu wao ndio wanafanya kazi ya kuwafikishia watu, wanaisaidia dini kwa kiwango kikubwa sana. Takbir, takbir. Kwa hiyo ni mfano wa kwanza. Mfano wa pili ni kwamba katika timu inakuwa na watu wengi. Ina makocha, benchi la ufundi, lakini vile vile ina management, viongozi wakubwa ambao wakati mwingine wanachukua mishahara mikubwa sana na hata wana elimu kubwa sana. Lakini mwisho wa siku wale watakayoleta ushindi katika timu ni wale wadogo ambao wanaingia uwanjani. Wakati mwingine wao wanafundishwa tu kwamba ukienda kacheze hivi, lakini wale ndio sababu ya ushindi. Na ndio maana utakuta tukifungwa wanayeambiwa ulikosea ni wale, hawaambiwi wale makocha. Kwa nini? Kwa sababu katika timu kuna wale ambao ndio wanayeumia, na wale wanayeumia ni watu muhimu sana. Sasa sisi maduati wakati mwingine huwa tunajidharau na kujiona kwamba tuna mchango mdogo katika dini. La hasha, mchango wetu mkubwa. Takbir, takbir. Lakini pamoja na mchango mkubwa tulionao katika dini, tunapaswa kuwaheshimu makocha wetu. Tunapaswa kuwaheshimu viongozi wetu, kwani wale viongozi wanatuandalia mazingira mazuri zaidi ya sisi kufanya kazi yetu. Na viongozi wetu si wengine isipokuwa ni hawa mashekhe wa mikoa. Takbir, takbir. Ndugu zangu, mimi sio msemaji saizi, nilikuwa napasha moto kidogo. Takbir. Katika kupasha moto pia nipashe moto jambo moja, kwamba tumebahatika hapa leo kuhudhuriwa na mashekhe wa mikoa wawili. Takbir. Kazi hii ya dawa, mashekhe wa mikoa ni watu muhimu. Wao huwa wanaulizwa ambapo sisi hatupo, wanatusaidia ambapo sisi hatupo. Kwa mfano, wiki iliyopita kuna vijana kule Tukuyu walipata matatizo. Inna lillahi. Hayo mambo ameyamaliza shekhe wa mkoa bila nyinyi watu wa kawaida kufahamu. Takbir, takbir. Sasa nafasi yao katika kazi ya dawa ni kubwa na ni muhimu sana. Sasa tumebahatika kuwa na mashekhe wa mikoa wawili. Tunaye Shekhe Rajabu Msigwa ambaye yeye ni mgeni katika mkoa wa Mbeya, lakini pia tunaye shekhe mwenye mkoa wake. Lakini shekhe wa mkoa kwa umuhimu wa jambo hili
aliona lazima awe na katibu wake, awe ananukuu kila kinachojiri. Takbir, takbir. Huu ni umuhimu ambao shekhe wa mkoa ameipa ijtimai hii. Lakini vile vile akamuita na shekhe wa wilaya kwamba mwenye wilaya yako lazima uwepo. Takbir, takbir. Haya yote ni kuonesha namna gani shekhe wa mkoa yupo bega kwa bega na tablighi. Ndugu zangu wa tablighi, tutembee kifua mbele, tujue kwamba tupo na shekhe wetu na shekhe yuko pamoja nasi. Lakini namuona pia mjumbe wa baraza la mashekhe mkoa, Sheikh Hassan Katanga, naye yupo. Takbir. Kazi hii inafuatiliwa kwa ukaribu na sisi sote. Baada ya kuyasema hayo, kwa protokoli zetu ni kwamba mimi sasa namuita shekhe wa mkoa nikimuomba achukue nafasi yake kwa ajili atakaloamua lifanyike litafanyika baada ya yeye kusema. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mheshimiwa Shekhe wa mkoa wa Njombe, Sheikh Rajab Msigwa, na wote waliotajwa na kadhi wetu wa mkoa Sheikh Hassan Barazi, niseme tu itifaki imezingatiwa. Ndugu Waislamu kwa ujumla, wake kwa waume, alhamdulillahi alqailun walitakun minkum ummatun yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wassalatu wassalamu ala imamil haramain ash-sharifain Muhammadun bin Abdullah alayhi afdalus salatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Ndugu zangu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye kwa mapenzi yake na matakwa yake ndio leo ametuwezesha kufanya ijtimaa hii katika msikiti wetu huu mkuu wa Mbeya, wa mkoa wa Mbeya, na ikiwa ni ijtimaa ya ufunguzi wa ijtimaa nyingine 4 kama alivyoeleza kadhi zitakazofanyika ndani ya mkoa wetu. Tutakuwa na ijtimaa Chunya, ijtimaa 2 Mbarali na Kyela, pamoja na hii hapa jumla ni 5. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani bila ya yeye tusingeweza kufanyika hili ambalo sote tulikuwa tukilitamani lifanyike. Nazungumza lakini si mzungumzaji sana muda huu, pamoja na kuwa ratiba ilikuwa inanitaka mimi nizungumze, lakini kwa kuwa baada ya mimi kuzungumza, na nilizungumza sana wakati wa ufunguzi wa asubuhi, na yale niliyozungumza miongoni niliwapa taarifa kwamba ndugu yetu mwenzetu Sheikh wa mkoa wa Njombe alikuwa amekuja hapa Mbeya, pamoja na mambo mengine ni kwamba ashirikiane nasi katika ijtimaa hii, lakini ameondoka. Nilisema hivyo, na ni kweli taarifa alizonipa mimi jana Sheikh kwamba angeondoka, lakini kumbe tukiyazungumza hayo Mwenyezi Mungu naye amepitisha kadari yake. Kuna mambo ambayo pamoja na tamaa yake ya kuondoka Mwenyezi Mungu akamzuilia asiweze kuondoka, lakini ataondoka. Yeye hapa yupo katika safari, nadhani muda mchache baada ya kuzungumza na sisi atafanya safari kuelekea Njombe. Jana niliongea naye na nilitamani sana aendelee kuwepo, kwa sababu yeye ni shabiki mkubwa sana wa tablighi, shabiki mkubwa sana wa mambo kama haya. Lakini kuna jambo ambalo lilikuwa linamfanya aondoke mapema, lakini Mwenyezi Mungu amepanga, yupo, na uwepo wake ni kitu kizuri, kwa sababu uwepo wake ni katika namna ya sisi kama viongozi wenu kutekeleza maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwanza, lakini pili maamrisho ya Mheshimiwa Mufti Dr. Abubakar bin Zubair bin Ali Mbwana, ambaye yeye ndio msimamizi wa katiba ya Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania. Dhumuni la 3 katika madhumuni ya katiba ya BAKWATA kama nilivyosema asubuhi, linataka kuanzisha tablighi na kusimamia na kufanya da'wa. Kwa hivyo yeye pia yuko hapa, tukiwa kwa pamoja tunatekeleza maamrisho hayo
kwanza ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini maamrisho ya mufti kama ambavyo katiba ya BAKWATA imeainisha mambo, kuona kwamba inapanga safu nzuri za masuala ya tablighi na kutoa ushirikiano mkubwa kwa vikundi mbalimbali vya tablighi. Na kama alivyoeleza kadhi, ni kweli tunajaribu kujitahidi kushughulika usiku na mchana kuona kwamba vikundi vya tablighi vinafanya kazi zake ipasavyo na vinafikisha ujumbe ipasavyo na vinaendelea kushirikiana nasi kwa pamoja katika kutekeleza yale ambayo mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala walikuja nayo. Ndugu zangu, kabla pia sijamkaribisha shekhe, lile nililolikumbusha asubuhi wote tulitie akilini, nilivutwa mkono baadaye kusema shekhe, kweli ni jambo muhimu kwamba unaweza ukaona kitu cha thamani alafu ukakiona kama ni cha kawaida au ukakidharau. Tunaishi katika nchi ambayo ina utulivu na ina amani kubwa. Sasa utulivu na amani hiyo ni vitu ambavyo sisi wananchi tushiriki ipasavyo katika kuvitunza. Nchi yetu mwaka huu itaelekea katika uchaguzi mkuu, hivyo tujaribu sana kufanya jitihada kwanza za kumwomba sana Mwenyezi Mungu aipitishe salama nchi yetu, lakini pili tuwe makini pale tutakaposhiriki katika uchaguzi, basi tuwachague viongozi stahiki na tujiepushe na wale wote ambao wataleta chokochoko na kuipeleka nchi yetu katika mwelekeo ambao si salama na si mzuri, na hatutaki tuelekee huko. Kwani nchi ikiwa na machafuko, ikiwa na vita, utulivu na faida na uzuri wa kama ambavyo tumekaa hapa na kufanya ijtimaa hii, hatutoweza kufanya hivyo, bali tutakuwa watu wa kujificha ima kwenye mahandaki au katika sehemu zote tofauti, au kukimbia kwenda katika nchi tofauti kwenda kuwa wakimbizi, huku nchi yetu nzuri ikiwepo, kutokana na balaa ambalo litakuwa limeingia kwenye nchi yetu. Wa naudhu billahi min dhalika, Mwenyezi Mungu atukinge katika hayo. Tunataka nchi yetu iendelee kuwa tulivu, iendelee kuwa yenye amani, na nchi yetu isiingiliwe na balaa la aina yoyote, na sisi tusimame imara wakati wote. Waislamu na Waislamu wakati wote toka kabla ya uhuru ndio watu ambao wako msimamo wa mbele kuona kwamba nchi inakuwa vizuri na nchi inapata uhuru. Kwa hivyo kama nilivyosema, ya kuyaongea yako mengi, lakini mimi nipo, shekhe yeye anasafiri, nichukue fursa hii sasa kuweza kumkaribisha ili aweze kuzungumza nasi na tuweze kufaidika kutoka kwake. Ahlan bikum, karibu sana Sheikh Msigwa. Takbir, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladhi bini'matihi tatimmu salihat, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyid sallallahu alayhi wasallam. Ikhwatu fil iman, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh wetu wa mkoa wa Mbeya na sisi waumini sote tuliokusanyika katika majlisi hii adhimu sana, hadhihi almajlisul a'zam, na imekuwa adhimu sana kwa sababu inafanya tafakuri, tunafanya dhikra kwa ajili ya nafsi zetu na nafsi za wenzetu. Hii dhikra ya kipindi tulichokuwa tumekaa hapa, tunaona mtu anaweza kaona kama they are just wasting time. Hii thamani, value ya muda tuliokaa hapa, siku utakapokuja kuiona utasema laiti kama ule muda ungelikuwa umeongezwa. Lakini tunaambiwa opportunity never come twice, it will be late. Amali zitakuwa zimefanya nini? Zimefika ukomo wake. Sasa let's use time, tuitumie nyakati hizi vizuri, na nimuombe Mwenyezi Mungu atutilie baraka katika hili. Atujalie zile amali zetu ziwe makubuli.
kikubwa katika mambo mengi tunayafanya, lakini kikubwa ni kabuli, si ndio? Tuendelee kumuomba sana, kwa sababu hata Nabii Ibrahim alayhi salatu wassalam na mwanae, pamoja na kwamba walikuwa ni mitume, lakini bado wamefanya jambo la kheri, wakamwambia Mwenyezi Mungu Rabbana taqabbal, kwamba wanaanza kuomba ile amali iwe nini? Makubuli. Sasa hili ni jambo la msingi sana, na sisi tumekaa hapa tunakumbushana, na hii ndio mambo ya kukumbushana, lakini bado tuna amri kuu, anfusakum wa ahlikum nara. Kwa nini tumeambiwa hivyo? Sababu sisi wanadamu, dhikra ni kitu cha muhimu sana. Mwanadamu akifika mahali huwa anakuwa ni mtu mwenye kusahau, na dhikra hii tunapokwenda kumkumbusha mwenzetu, Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye alipokuja kuleta elimu alisema wa yuallimuhumul kitaba wal hikma. Kwa hiyo hikma ni kitu cha msingi sana katika kufikisha jambo. Laweza kuwa jambo likawa ni sahihi, lakini the way ulivyoliendea likaleta shida kwa mpokeaji. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu atujalie hikma, lakini pia atujalie kauli iliyokuwa nyepesi, laini. Hata Nabii Musa aliambiwa hivyo hivyo. Yule anaenda kumnasihi yule bwana, lile ni jahili kweli kweli, lakini ongea naye kwa kauli laini. Kauli laini inamfanya mtu atafakari. Lakini tukiangalia kwenye mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambayo sisi tunatakiwa, na sisi ndio kiigizo chetu, tuangalie hichi kisa ambacho Mtume alivyokuwa na ashabu Rasulillah aongea nao katika masjid. Akaja bedui ambaye haelewi kitu, kaenda katika pembe ya ukuta wa msikiti, kajisaidia haja ndogo. Lakini angalia ile hikma ya mafundisho ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyoichukua pale, kwamba alimwacha yule akamaliza. Tungelikuwa mimi na wewe leo hapa, yule tungemfanyaje? Tungemfanyaje yule? Kamwacha kamaliza, kwa sababu yani kwanza anakuja kutia najisi pale, lakini yule maskini haelewi. Mbona kamaliza, lakini munkari wa maswahaba ulitulizwa na Mtume. Baadaye akawaambia, jamani, chukueni maji mkamwagie pale. Sasa yule kuona vile tu na vile alivyochukuliwa, alitamka shahada, si ndio? Katika kutamka kwake na huyu Muhammad, yani kasikatia msisitizo kwamba awarehemu yeye na kwa sababu yeye alikuja kugundua baadaye lile ni kosa, lakini kwa mfumo aliyomchukulia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ilifika mahali yeye mwenyewe akatamka nini? Akatamka shahada. Sasa leo hatutoweza kuwapata watu kama wale, kwa sababu tayari mtu ana akili timamu, anajua huu ni msikiti, na mazingira yenyewe misikiti ya sasa hivi sisi tofauti na ilivyokuwa wenzetu, si ndio? Lakini tuna watu mfano wa yule. Usianze kumhukumu, anza kumpa elimu taratibu. Lakini na sisi Mwenyezi Mungu atujalie yale matendo yetu. Hili ndio la msingi sana, na Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi katika hili. Hakika sisi ni wanadamu. Jambo jingine
ni kama alivyosema shekhe hapa, hili jukumu la dawa limo katika katiba ya. Sisi tunawatengenezea mazingira ambayo nyinyi hamwezi kuyafahamu. Unajua katika maisha unaweza ukaona kila kitu nakwenda kiko vizuri kabisa, hata nyumbani ukaona ukifika unakuta chakula kipo, si ndio? Asubuhi ukiamka breakfast ipo fresh kabisa, unaenda shule, madaftari hapo nini, wakati mwingine na usafiri unapewa, kumbe huku mzee anafanya kazi ya ziada, si ndio? Sasa siku vitakavyopungua vile unaanza kidogo unauliza, baba naye sasa unaanza visingizio. Lakini sisi huku tuseme, sisi kwanza tuishukuru serikali kwa mazingira mazuri iliyoyaweka, lakini pia na ushirikiano tunaotoa ule ndio unatuwezesha sisi kufanya dawa, kwa sababu serikali yetu haina dini, ila wananchi wake wana nini? Wana dini. Sasa ili tutekeleze majukumu yetu ya dini, maana yake tuendelee kuisimamia amana ya amani. Sisi kwetu Waislamu amani ni amana, si ndio? Amani ni amana. Tumetoka kutekeleza swala ya faradhi hapa, si ndio? Umeanza kumpa amani aliyoko kuliani kwako, ukampa na amani aliyo wapi? Sasa sisi tunaomba amani 5 times a day katika hizi za faradhi tu, acha zingine za sunna. Itakuwa ni ajabu ukawa wewe tena sehemu ya kusaidia ibomoke amani. Manake nini? Majukumu ya dini hatutofanya, lakini sisi tutaizungumzia katika mazingira mazuri yenye hekima, kutoa faida. Kwa hiyo kila mtu ni ana wajibu katika jambo hilo, kama tulivyokuwa tuna wajibu katika kutekeleza majukumu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu leo tupo, kesho hatupo. Tupo hapa kwa wakati maalum. Lakini tunaambiwa nini? Allah anatuambia katika Qur'ani, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Hebu itafakari ile siku utakaporejea kule kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, hafukisha ukaulizwa yale majukumu yako uliyotakiwa kuyafanya hapa hujatekeleza na viongozi wa tablighi. Na ndio maana umekuta Sheikh alisema hapa kwamba kweli ilikuwa niondoke asubuhi, lakini kutokana na umuhimu wa jambo, lakini hata yeye hakuepo hapa mkoani, kaingia alfajiri. Tuliongea tu kwa simu, baadaye mawasiliano yakawa yamepotea, lakini na mimi nikasema kwenye hili siwezi kuzikosa thawabu hizi. Cha kwanza, Mheshimiwa Mufti ametujenga katika utamaduni wa kushirikiana majirani. Mashekhe jirani tushirikiane katika masuala yanayohusu dini. Na mimi kukaa kwangu hapa kunawakilisha wenzetu 3 ambao hawajafika, mkoa wa Rukwa, Songwe na Ruvuma. Na wao wanatoa salamu. Kwa kweli wanatuombea kwamba huko waliko wanatuombea jambo letu lifanye nini? Liendelee vizuri na salama. Lakini Mheshimiwa Mufti kila siku anatukumbusha, sio yeye tu, lakini hii ndio kalima inayotukumbusha Waislamu sote, ni kalima ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Ndio kalima ambayo itakayotufanya sisi tufuzu fi dunia wala akhira. Tofauti zingine ndogo ndogo hizi zipo, hizi tutaziacha duniani, hii kalima hatutoiacha hii. Sasa tunapofika kwenye hii kalima, let us work together. Tufanyeje? Tushirikiane sote. Hii mikono hii, vidole vyangu vyenyewe vina tofauti hivi, lakini vikifika kwenye kupiga tonge hivi vinashirikiana. Hii
ili mdomo ufanye nini? Upate tabasamu. Sasa hii mifano mingine ndio Mwenyezi Mungu anatuonyesha kwamba mnaweza mkatofautiana kidogo kidogo, lakini lengo, angalieni mnofu uko wapi. Wala al-akhiratu sasa kama kule ndio bora zaidi, vipi tukakiangalia kitu cha muda mfupi sana hii? Kitu ambacho umri wake ni baina 50 wa 60, khalas. Ukipata bonus wewe, wakati mwingine ile bonus unaweza kuona haina manufaa, kwa sababu wakati mwingine kusimama huwezi, kulala huwezi, wewe unakuwa mtihani tena hapo. Lakini ndio Mwenyezi Mungu anatupima hivyo. Kwa hiyo nikushukuruni sana na niombe tuendelee kushirikiana katika jambo hili sote. Kila mtu ana dhamana. Kullukum rai. Sasa kama sote sisi tuna wajibu na tutaulizwa kwa wajibu tulio nani, basi tushirikiane kwa hili ili tuweze kuimarisha imani yetu, tuweze kufuzu katika dunia yetu na akhira yetu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi